Kwanza tunamkumbuka Rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli, lakini msisahau kwamba alikuwa mwenyekiti wa 5 wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunakumbuka rais na tunakumbuka mwenyekiti wa chama chetu. Mambo ambayo naweza kuyasema hapa ni mengi, lakini siwezi kuyasema kwa sababu yote mmeshasema. Nitasema yale ambayo hamkusema. Sifa nyingi sana mmesema, lakini moja ambayo hamkusema ni kwamba Dr. Magufuli alikuwa mtu mwenye uwezo mkubwa wa kuthubutu. Kuna mambo ambayo wengine labda wasingeyaweza. Yeye ndiye aliyetekeleza uamuzi wa 5 wa mwaka 54 wa kupeleka makao makuu yakakamilika kule Dodoma. Jambo gumu kweli, hata ungepewa labda ungefariki kabla hujatekeleza hilo. Lakini Dr. Magufuli alitekeleza kwa thubutu tu. Kwa hiyo kwa kweli kila mtu ana karama ya kwake, ndio hiyo moja ya kuthubutu, na nyingine nyingi ambayo amesema. Wako waliosema alikuwa mzalendo, mimi nakubaliana nao, lakini nataka kutoa ushuhuda wa uzalendo wake. Madhumuni ya chama cha TANU na CCM yameandikwa, yanasema moja ni kuhakikisha kwamba rasilimali za taifa zinatumika kuondoa umaskini, maradhi na ujinga. Na rasilimali hizo ni pamoja na madini, gesi na vitu vingine vyote na ardhi. Wawekezaji waliokuwa wanaingia kwenye madini hapa walikuwa wanatupa kitu kinaitwa mrabaha. Kuna wakati walikuwa wanatupa 3%. Hayati Magufuli alipambana nao, akahakikisha bila kutoa hasa senti, serikali inamiliki 16% ya migodi ile mikubwa inayotoa faida kubwa zaidi kutokana na madini. Hiyo ndio kielezo cha uzalendo. Wengine wakipewa wanaanza kula ule mrahaba. Yeye akahakikisha nchi inapata faida kutokana na madini ambayo ni rasilimali yetu. Hicho ni kielezo kikubwa sana cha uzalendo.